Katika kikao cha halmashauri kuu ya BAKWATA cha tarehe 16 mwezi wa 5 ilipitisha mchakato wa uchaguzi kwamba uanze mara moja. Katika kikao hicho, na huu ni waraka namba 1 wa uchaguzi wa BAKWATA wa mwaka 2026 ambao baadaye nitawasambazia na nyinyi mpate kwa ajili ya rejea nzuri zaidi. Uchaguzi huu wa BAKWATA utaanzia ngazi ya msikiti mpaka ngazi ya mikoa, na pia utashirikisha mikoa 26 ya Tanzania bara. Nasema mikoa 26 kwa sababu mkoa wa Singida mwaka huu ulifanya uchaguzi maalum. Mwaka jana nadhani ulifanya uchaguzi maalum wa kutangulia kwa sababu kulikuwa na changamoto mbalimbali. Tukaamua kufanya uchaguzi maalum ukiwa kama pilot pia ya uchaguzi huu ambao utafanyika sasa hivi. Kwa hiyo kimsingi uchaguzi wa BAKWATA utahusisha mikoa 25 ukitoa mkoa wa Singida, ila mkoa wa Singida utafanya uchaguzi katika maeneo mawili ya jumuiya ya kina mama UWAKITA, lakini na jumuiya ya vijana UVIKIBA. Kwa mujibu wa kikao cha halmashauri kuu kilichokaa tarehe 16, kilipitia rasimu ya ratiba uchaguzi ambayo nitaisoma kama ifuatavyo, kwamba uchaguzi huu utakuwa na ngazi ya msikiti, ngazi ya kata, ngazi ya wilaya na ngazi ya mkoa. Kuna ngazi 4 tofauti na kila ngazi itakuwa na tarehe zake. Uchaguzi wa kwanza utakuwa ni wa ngazi ya msikiti, ambayo ngazi ya msikiti uchaguzi huu utaanza mchakato wake utaanza tarehe 17 mwezi wa 6 mwaka 2026. Ndio mchakato utaanza wa kuchukua fomu katika ngazi ya msikiti, lakini kutakuwa na mchakato hapo katikati wa kurudisha fomu na kupitisha majina hapo katikati. Lakini uchaguzi hasa wa msikiti utafanyika tarehe 26 mwezi wa 6. Uchaguzi wa ngazi ya msikiti utafanyika tarehe 26 mwezi wa 6. Baadaye nitawaeleza katika ngazi ya msikiti uchaguzi unamhusu nani na nani. Lakini ngazi ya wilaya, ngazi ya kata, uchaguzi mchakato wa uchaguzi utaanza tarehe 28 mwezi wa 6 wa kuchukua fomu, lakini uchaguzi wenyewe hasa utafanyika Jumanne ya tarehe 7 mwezi wa 7, uchaguzi katika ngazi ya kata. Lakini uchaguzi ngazi ya wilaya mchakato wake utaanza wa fomu utaanza Alhamisi ya tarehe 9 mwezi wa 7, na uchaguzi wenyewe utafanyika Jumamosi ya tarehe 18 mwezi wa 7. Hiyo ni ngazi ya wilaya. Lakini ngazi ya mkoa uchaguzi huu utafanyika mchakato wake utaanza tarehe 20 mwezi wa 7, na uchaguzi hasa utafanyika tarehe 9 mwezi wa 8. Lakini pia kutakuwa na tarehe za uchaguzi wa jumuiya za kina mama na vijana UVIKIBA na UWAKITA. Katika ngazi ya msikiti uchaguzi wa UVIKIBA utaanza tarehe 20 mwezi wa 6, lakini ngazi ya kata utafanyika tarehe 28 mwezi wa 6. Ngazi ya wilaya utafanyika tarehe 12 mwezi wa 7. Ngazi ya mkoa utafanyika tarehe 26 mwezi wa 7. Huo ni wa jumuiya ya kina mama. Lakini jumuiya ya vijana uchaguzi wa ngazi ya msikiti utafanyika tarehe 21 mwezi wa 6. Ngazi ya kata utafanyika tarehe 4 mwezi wa 7. Ngazi ya wilaya utafanyika tarehe 11 mwezi wa 7, na ngazi ya mkoa utafanyika tarehe 25 mwezi wa 7. Sasa nani wanagombea na nafasi gani ambazo zinagombewa katika kila ngazi? Tunaanza na ngazi ya msikiti.
Kutokana na ibara ya katiba ya BAKWATA ya mwaka 1999 toleo la 2018 ibara ya 20, viongozi katika msikiti watakaochaguliwa ni kama wafuatao. Kwanza, nafasi katibu wa msikiti, nafasi moja. Mweka hazina wa msikiti, nafasi moja. Wajumbe wawili wa kuingia katika mkutano mkuu wa kata. Wajumbe 5 wa usuluhishi wa migogoro katika msikiti, na wajumbe 5 wa kamati ya msikiti. Hao ni wajumbe watakaochaguliwa katika ngazi ya msikiti, lakini kuna wajumbe wa mkutano mkuu wa msikiti ambao watashiriki katika uchaguzi huo. Wa kwanza ni imamu wa msikiti, naibu imamu aliyeteuliwa na imamu wa msikiti, katibu wa msikiti, wajumbe wote wa kamati ya msikiti, waumini wote wanaoishi na kuswali katika eneo la msikiti huo. Kwa maana kwamba huu ndio mkutano mkuu wa msikiti ambao utawachagua wale niliowataja hapo juu. Hao waliotajwa hapo juu watachaguliwa na wajumbe wa mkutano mkuu wa msikiti, ambapo mkutano mkuu wa msikiti utakuwa na watu hawa wafuatao: imamu wa msikiti, naibu imamu wa msikiti, katibu wa msikiti, wajumbe wote wa kamati ya msikiti ambao ni 5, na waumini wote wanaoishi na kuswali katika eneo husika.